Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Natumai wote tuko salama. Nichukue fursa hii kuwakaribisha makao makuu ya klabu yetu hapa Jangwani mjini Dar es Salaam. Na tumewaita hapa liko jambo moja kubwa ambalo tumeona ni muhimu tushare na nyie ili wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu waweze kulifahamu. Ligi kuu ya NBC imeanza leo. Tayari kuna mechi zinaendelea kuchezwa na sisi Young African Sports Club. Mchezo wetu kwa mujibu wa ratiba ni siku ya kesho, tarehe 15, na mechi hiyo itafanyika kule Ruangwa Lindi kwenye uwanja wa Majaliwa. Tunakwenda kucheza dhidi ya Namungo Football Club na mechi hiyo itapigwa saa 3 kamili usiku kwa majira ya saa za hapa nyumbani Tanzania. Kesho tarehe 15 tukiwa tunacheza mechi yetu ya kwanza, tayari timu yetu Young Africans imeshakita kambi kule Ruangwa, na leo tunakwenda kwenye mazoezi yetu ya mwisho baada ya session ya jana. Leo pia tutakuwa tuna session ya mwisho pale kujiandaa na mchezo huu wa siku ya kesho. Sasa kesho ambako Young Africans tunakwenda kucheza mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC msimu wa 26-27. Kesho hiyo ndiyo siku ya mwisho ya dirisha la usajili kwa dirisha hili kubwa la kufungua msimu wa 26-27. Kwa hiyo imekuwa bahati kwetu tukiwa tunacheza mechi yetu ya kwanza, lakini pia itakuwa ni siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Sasa liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans ukiongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said, liko jambo limeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Jambo hili ni kwenda kufungua msimu wa ligi kuu ya NBC tukienda sambamba na kufunga dirisha la usajili. Tutafungua msimu alafu tutafunga pia dirisha la usajili. Iko sajili imefanyika, top signing, top player ambaye ameongezwa kwenye timu yetu Young Africans, na uongozi sasa umefikiria utambulisho wa mchezaji huu uwe utambulisho tofauti kabisa, uwe utambulisho ambao haujawahi kufanyika hapa Tanzania. Ni usajili mkubwa, mchezaji mkubwa, na tukawaza tuwe na utambulisho pia mkubwa wa kumtambulisha mchezaji huyu. Hivyo nichukue fursa hii kuwajulisha wanachama na wapenzi wa klabu Young African Sports Club, kesho majira ya saa 10 kamili jioni tunatakiwa wote tuwe uwanja wa KMC. Imeandaliwa hafla pale kama ambavyo mnashuhudiaga duniani huko, Real Madrid wakija kumwanvili mchezaji wao, PSG wakija kumwanvili mchezaji wao, na juzi mmeona Mohamed Salah alipokuwa unveiled kule Uturuki. Kesho Young Africans tutakwenda kumwanvili pia mchezaji wetu wa mwisho ambaye tumemsajili kwenye dirisha hili. Kwa hiyo wanayanga, hafla hii itakuwa pale KMC Complex. Tukio litaanza saa 10 kamili jioni. Yaani in short kutakuwa na Yanga Day nyingine pale KMC kesho. Tutakuwa tumeandaa hafla nyingine ambayo sasa hivi mziki mkubwa unafungwa pale, lakini pia tutakuwa na performance mbalimbali za wasanii pale, na kama haitoshi tumefunga big screen kutoka kama waandishi mtashuti baadaye. Umeona huu ukuta huu?
ndio big screen ambayo tumeifunga pale, ambayo sasa wanayanga tutakaokuja KMC tutaangalia pia mechi yetu pamoja tukiwa pale KMC. Mechi yetu ya Yanga na Namungo tutaiangalia KMC. Kwa kuanzia saa 10 mpaka mechi itakapoanza itakapoisha, wana Yanga tutakuwa tuko pale, na kuonyesha umuhimu, ukubwa na thamani wa tukio hili. Rais wa klabu yetu Injinia huwa inatokea mara chache sana na kusekana uwanjani, mara chache sana, aidha wameumwa au wamekumbwa na shughuli ambayo itamlazimisha labda abakie huko nje ya nchi, ashindwe kuja kuiona Yanga yake. Kwa ukubwa wa tukio la kesho, na yeye hatakuwa Ruangwa, tutakuwa naye KMC kwenye hafla hii. Viongozi mbali wa klabu yetu Young Africans na wao tutakuwa nao uwanja wa KMC kesho. Hafla itaanza saa 10 mpaka mechi itakapoanza, na tutaangalia mechi kwa pamoja pale pale KMC. Hii ni mara ya kwanza, na niwaombe wanayanga kwa upya wa jambo hili, basi ikawe mara ya kwanza yenye kishindo kweli kweli. Afrika na dunia ikaone namna klabu ya Yanga inakwenda kufunga usajili wake kwa kumtambulisha one of the best player barani Afrika, tukimuintroduce mbele ya wanachama na mashabiki wetu. Utaratibu wa hafla hii uko vipi? Kutokana na wingi wa watu, tukapendelea na sababu za kiusalama angalau tuwe kiingilio kidogo, ili watu ambao watafanikiwa kuingia kusiwe na bugudha ya watu wengi, tukashindwa kucontrol usalama wa watu pale. Kwa hiyo kiingilio ni shilingi 2,000. Maeneo yote, yaani majukwaa yote pale, sio na VIP alafu kuna mzunguko, yote kiingilio ni shilingi 2,000. Kwa mwana Yanga siku ya kesho, huna haja ya kukaa kibanda umiza mtaani, huna haja ya kujificha nyumbani. Vaa, tafuta uzi wako wa msimu, utupie vizuri, puliza na unyunyu wa kutosha, waambie na kwenda KMC leo kushuhudia tukio la kihistoria la klabu yangu, na mimi nakuwa sehemu ya hii historia. Shilingi 2,000 yako unailipa pale pale getini. Hamna tiketi kutoka simu wala kwenda kwa wakala. Tiketi itapatikana pale pale getini. Ukifika unalipa, unadumbukia ndani. Tumeandaa burudani nzuri. Yaani kwa kifupi kama nilivyowaambia, tuna Kianga Day fulani hivi ambacho kama watu hawakuenjoy pale siku ile, tunataka waje wakate kiu yao tena kesho pale KMC. Kwa kuanzia saa 10 mageti yatafunguliwa na wanayanga wataingia ndani. Kifika getini unalipa 2,000 yako, unadumbukia ndani. Ila kwa wanachama wale wa Black Card wa shilingi milioni 1, hawa watapata nafasi ya kukaa jukwaa la VVIP, na hawa wa Black Card watapata nafasi ya kusainiwa jezi zao na kupiga picha na hii sajili ambayo tutakwenda kuitangaza siku ya kesho. Kwa hiyo ambao wamelipia Black Card na ambao hawajalipia, muda ndiyo huu. Idara ya wanachama iko wazi. Njooni tulipie. Baada ya kulipia utakaa eneo la VVIP, na wewe utapata nafasi ya kusainiwa jezi yako na kuwa mtu wa kwanza kupiga picha na top player ambaye Yanga tumemshusha tukifungia usajili wetu. Wenzangu ambao tutalipa shilingi 2,000, mchezaji huyu amesema pamoja na kwamba utapata nafasi ya kuangalia mpira pamoja timu yetu, na yeye atakuwa na zawadi mbalimbali ambazo ni surprise za kuwakabidhi wanachama na mashabiki watakaobahatika kuzipata. Hawezi kugawa kwa watu wote uwanja mzima, lakini kwa wale ambao watabahatika, na yeye atakuwa na zawadi mbalimbali za kuwapatia wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu watakaodumbukia kesho KMC.
Yaani kesho ni kama mshaonaga Santiago Bernabeu pale wakati Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo anatambulishwa pale. Zile burudani ndio kesho zinakwenda kuonekana KMC. Top player kweli kweli. 2000 kiingilio. Saa 10 kamili ndio mageti yanafunguliwa. Fanya shughuli zako, saa 10 kamili jioni njoo pale getini, kuna utaratibu mzuri wa ticket, unalipa, unaingia ndani kupata burudani. Saa 10 ukiingia tuna ma-DJ wa kuturusha, tuna wasanii wa kutugia burudani na tunasubiri muda ambao sasa tutakwenda kumtambulisha usajili wetu kuingia dirisha la usajili. Muhimu tutupie jezi zetu siku ya kesho, tuje tumependeza, tuje tumewaka, sababu ni tukio kubwa ambalo wenzetu ambao watakuwa wako Ruangwa watakuwa sambamba na sisi kutufuatilia live kupitia Azam TV, wanatakiwa waone pia na sisi tumependeza na wao wamependeza, alafu kwa pamoja tunakwenda kusherehekea kishindo ambacho tunakwenda kufunga nacho usajili. Sisi Yanga pesa yetu ipo kwenye mfuko wa shati wa GSM. Naomba nirudie. Sisi Yanga pesa yetu ya usajili ipo kwenye mfuko wa shati wa GSM. Maana yake angeweza kufunga tu msimu kimya hapa, lakini akasema hapana, lazima niitikise tena hii nchi, lazima niwape wanayanga raha, lazima nifanye wanayanga weekend hii tena watembee kifua mbele wakitamba na kuvimba kwa timu yao. Kwa sababu tayari kuna watu wamemtumia message engineer, sisi bwana Albert Kangwanda anatutosha. Kwa watu Kangwanda pale New Aman Complex kuna watu wamemtumia message engineer, bwana engineer usihangaike tena, huyu Kangwanda mmoja anawatosha. Lakini GSM akasema hapana, hela zipo kwa ajili ya matumizi, hela hazifugwi, hela haivundikwi, sio embe hilo. Tafuta kishindo cha mwisho, wanayanga wafurahi. Na tayari kishindo hicho kimeshapatikana, na nina uhakika kesho wanayanga duniani kote tunaenda kufurahi. Na sisi ambao tutakuwa KMC kesho tutapata raha mara 2 mara 3 zaidi. Sajili kubwa, sajili ya mwisho, alafu tunakuwa sisi wa kwanza kuishuhudia pale uwanjani. Baada ya hapo tunapata burudani, anatupa zawadi mchezaji wetu, alafu tunaunganika na viongozi wetu kuiangalia timu yetu ikicheza mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC msimu huu. Burudani iliyoje! Tukio kubwa na la kipekee kweli kweli. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama klabu yetu ya Yanga, kesho tukaisimamishe tena Dar es Salaam. Kwa ambao hamjabahatika kusafiri kwenda Ruangwa Lindi, msemaji wenu pia sijasafiri, rais pia wa timu yenu hajasafiri, kwa hiyo msijisikie vibaya. Mimi na nyie na rais wetu tutakutana KMC kuliangalia chama letu, lakini tukiukaribisha usajili wetu wa mwisho ambao tumefunga nao. Unajua ukishafanya sajili kubwa unakuwa huna wasiwasi wa kumtambulisha mbele za watu, unakuwa huna mashaka, yani huna haja ya kuwa na wasiwasi. Unaita watu halafu unawaambia mwanaume huyo tumefunga naye msimu, mnasemaje? Kwa hiyo niwaombe sana wanayanga, kesho inshallah kuanzia saa 10 matawi yote ya Yanga, Vigoma, Tarumbeta, tuwashe magari ambayo yalikuwa yanakwenda Ruangwa, tuyawashe yaje KMC, tupaki kesho pale, tuje kwa wingi, tuje tuenjoy chama letu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna maswali naomba mtumie fursa hii, nitapokea maswali yasiyozidi 3 tu, tukaanze maandalizi ya tukio hili kubwa la siku ya kesho. Lakini kabla ya maswali nitumie pia fursa hii kwa wadhamini mbalimbali
ambao wangetamani kushirikiana na klabu yetu kwenye tukio la kesho. Of course ni deadline. Mambo ya usajili haya yanakwenda kwa deadline. Unaweza ukapanga jambo hivi likakamilika, biashara hii imekamilika mchana huu. Maana nimeona story nyingi, sijui Yanga msajili nani, zote ni uongo. Tutawashangaza kesho. Tutawashtua kesho. Nyie andikeni tu huko. Tutawapiga tukio kesho, hamtaamini. Hii sajili imekamilika mchana huu. Mimi nimechelewa kuingia hapa. Injinia alikuwa ananiambia tafadhali tusiende kutangaza kabla bado sijakamilisha. Toka juzi naona tu Yanga sijui deal dani wapi. Yanga sio nani. Kesho mtaumbuka ndugu zanguni. Nyie Mafabrizio kesho. Tunashusha pale kitu ambacho kimekamilika mchana huu saa 9:13 ndio simu ya engineer imeingia, ananiambia Ali bismillah kawatangazie wa Tanzania 9:13. Sasa hao wajuzi jana wa kwenu hapo mtawatafutia timu wa Yanga ambaye tutakwenda kumwanvil kesho top player 9:10 ndio hapa nimekamilika jambo lake. Kwa kesho wana Yanga na uhakika 100% tunakwenda kufurahi. Yaani tukimuona tu moyo unakuwa baridi, moyo safi. Unajua ile ni kama mtu una njaa sana, alafu kaudi nyumbani ukafungua tu mlango ukakuta sinia lina ubwabwa mandondo alafu kuku juu, moyo unakuwa safi. Ndio kesho hiyo muda wa kumwanvil player wetu, ndio kila mwana Yanga atakuwa na burudani, yani safi moyo. Kwa hiyo wadhamini ambao wanataka kushirikiana na sisi, picha ya kwanza ya utambulisho itawekwa logo yako. Picha ya kwanza ambayo itapostiwa itaweka logo yako. Video zote za tukio zitakuwa na logo yako, lakini uwanjani pale utaruhusiwa kuja kuweka matangazo yako, lakini pia kule Yanga TV kwenye kila content ambayo itapandishwa tutakuwa na squeeze back ya tangazo la kampuni yako. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba makampuni na mataasisi mbalimbali. Huu ni usajili mkubwa. Hakuna mileage utakayoipata kwenye mpira kwa siku hizi 2-3 hapa zaidi ya tukio la kesho ambalo Yanga tunakwenda kulifanya. Tukio litakuwa mubashara Azam TV, waandishi watakuwa kutosha pale na ni mchezaji mkubwa kweli kweli barani Afrika. Kwa hiyo tukio lako, kampuni yako inakwenda kupanda viwango vya ubora. Tafadhali sasa hivi unavyonisikiliza tuandikie kwenye email yetu ya info@yangasc.africa. info@yangasc.africa. Tuandikie pale kampuni yako, idara yetu ya masoko itakupa bei. Wewe njoo na hela yako yote, tutazungumza tutakuweka wapi. Hataki fursa wa Tanzania pia waikose. Kwa hiyo mataasisi, makampuni yote. Nani Jessica anauza kuku, mwambie aje. Mikate, unauzaga mikate, Godi, njoo sasa hivi ofisi za Yanga, naombeni kutangaza mikate yangu kwenye utambulisho huu. Unapewa package yako na hela. Unauza nguo, unauza viatu. Wafanyabiashara wako wengi ambao walikuwa wanatamani kujitangaza na Yanga, tafadhali tuandikie sasa hivi info@yangasc.africa. Tuandikie, natamani kampuni yangu ishiriki kwenye utambulisho wa huyu mchezaji. Na jina lake limenikaa mdomoni, mmenigundua kama nataka nitamke. Ammenigundua yani kwa nini anasema napambana. Shetani shindwa. Makampuni yote nawaomba jamani, info@yangasc.africa, au njoo makao makuu muda mpaka jioni tupo hapa, au nifate mwenyewe DM. Una namba yangu, nipigie text. Tutakuunganisha na idara yetu ya masoko hapa. Tunataka ile picha ya kwanza, picha ambayo itakuwa